أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقضي دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشفي كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. Mada tunayoendelea nayo ni mawimbi ambayo yaikabili ndoa. Wimbi au tatizo la kwanza tulizungumzia ni tatizo la baadhi ya zipindi zinazoipitia ndoa kuihatarisha ndoa. Mwanzo wa kuoana, mwanzo wa kuzaa, hizi ni zipindi za hatari ambazo huenda mara nyingi zikaivunda ndoa au alal aqali zikaikosesha uharara wake na ujoto, le joto lilioko ndani ya mahaba yale. Tatizo la pili tukanena ni wivu. Sawasawa wivu ikiwa watoka kwa mwanamume na sawasawa ikiwa wivu watoka kwa mwanamke. Haya nimeyazungumza kwa urefu jana. Leo nataka kujaza kitu kimoja tu. Haya maneno ya Kiswahili mingi yametukuliwa kwenye maneno ya Kiarabu. Na mara nyingine utalipata neno limetukuliwa kutoka kwenye Kiarabu likajieleza vile vile linavyoelezwa katika Kiarabu kwenye Kiswahili. Mathalan kusubiri. Tuna neno sabrun, kusafiri, ni safar, maana ni ile ile. Kuna maneno mengine hutukuliwa ya Kiarabu lakini yakisikilia kwenye Kiswahili huwa tofauti na maana ya Kiarabu. Kama neno ghera. Vivu Kiarabu ni ghira. Lakini ghira Kiswahili nini? Ni vivu. Si ghera. Ghera ni uzalendo. Ghera ni kuwa na hamasa kwa kutaka kukitetea chako. Kama tunaponena sote Waswahili, fulani hana ghera. Hata tulipokuwa tukiteza mpira pale tukiambiwa mtezaji fulani hatezi kwa ghera, hatezi kwa ari. Sasa hili neno ghera ni la Kiarabu na limeondoshwa kwenye Kiarabu likaja kwenye nini? Kiswahili. Lakini halikueleza maana halisi ya Kiarabu la ghira, bali maana yake ni wivu. Hii ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili, neno wivu si tafsiri kamili ya neno ghira kwa Kiarabu. Ama utumiaji wa lugha huenda mara nyingi ukalipotosha neno. Ukitaja neno wivu Kiswahili ni neno baya. Ni neno ambalo si sifa mzuri. Kama tu leo una wivu. Kisha kutupwa hiyo huwa tayari shatupwa nini? Ni aibu. Fulani humtesa sana bwana, umezidi, una wivu ule. Yaani ukiangalia siyaki ya matumizi ya neno wivu utaiona yatumika mahala ambao ni sifa haistahiki kusifika. Ambao ukweli wa mambo wivu
asokuwa na wivu hana imani. Hadithi zituambia asokuwa na wivu ana upungufu katika binadamu wake. Lakini vipi leo Kiswahili utamwambia mtu fulani ana wivu na tabia mzuri, utaonekana kama haingiani. Ni maana neno wivu la halifasiri neno ghera. Neno ghera la fasiriwa na maneno mawili kwa Kiswahili, yakitanganya yote ya kusanya. Ghera zile ghera na wivu huu wivu. Wivu ukiwa mzuri Kiswahili huonkuliwa ghera. Ghera zikiwa mbaya Kiswahili huonkuliwa wivu. Ghera sifa mzuri, utasikia fulani bana una ghera katika mambo yake, yani ana ule wivu unaotakikana. Fulani ana wivu, yani ana ghera zisotakikana. Kwa hivyo maneno haya mawili ndio yafasiri neno moja la Kiarabu, lakini ghira ikitumika mahala pake utafasiri ghera Kiswahili, ghira ikitumika mahala ambapo sipake utafasiri wivu Kiswahili. Na ndio yale maneno ya Imam Ali alayhi salam yana alomwambia Imam Hassan, iyaka wataghayur fi ghairi mawdhi'i ghira, na kuhusia kufanya wivu mahala pasostahiki kufanywa wivu. Haya ni maneno nilikuwa nataka kuyajazia. Katika masala ya ghera tutakuja katika masala ya dhana mbovu, suu dhan, na mchango wake katika kuvunja ndoa. Hii si nukta tofauti, iko ndani ya wivu. Dhana mbovu ni maradhi yanaweza kumwangamiza mwanadamu, yaweza kuibomoa familia, bali kama wanavyosema baadhi ya wataalamu, suu dhani ndiyo maradhi maovu zaidi, akhtaru tahdidan lilusra. Kwa ibara yao wanaponena ndiyo hatari kubwa zaidi inayoitishia familia. Dhana mbovu. Huanzaje dhana mbovu? Nafikiri sisi kila siku tutasoma kul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, kwamba shetani ndio waswasi. Shetani kiumbe tabani na shetani jini, kwa min aljinnati wan nas. Lakini mwanadamu, hata Mswahili si Mwarabu, kuna waweza kuwa Mswahili wewe, lugha yako ya mama umezozaliwa nao, kuna maneno waweza kuwa huyanena pengine kutoka ukizaliwa mpaka ukafa, wewe huyanena kama nyimbo tu, huyaelewi maana yake. Umeyazoea tu kuyanena kwenye msuko wake, kuyatia kwenye msuko wake. Katika maneno ambayo ya kidini sisi tunayozungumza, mimi utasikia wasiwasi, ule una wasiwasi, shetani humtia wasiwasi mtu, alladhi yuwaswisu. Sasa sisi hizi wasiwasi henda mpaka tukatoka kwenye mipaka ambao twaishi sute katika wasiwasi. Nini wasiwasi? Mwanadamu, wana filosofi wamelitukua bongo la mwanadamu, wameligawanya zaidi ya sehemu 5. Ili bongo la mwanadamu wameligawanya zaidi ya sehemu 5, na kila sehemu ina kazi yake katika kukupekesha wewe mwanadamu, vema ama vibaya. Wana sehemu wayamkuwa alquwwatul aqila, hii tunaoita sisi akili. Hiyo ni sehemu ina kazi yake na maelezo yake. Wana sehemu wanaitwa alquwwatul mutakhayyila, ambao ni store inaoweka picha zinazoetwa kupitia hisia zako za nde zikahifadhiwa, wanaita quwwatun hafidha. Wewe sasa yao utaona
fulani, Ali, Muhammadi, Bakari. Mato yako yatuma tu ndani zile. Pale ndani kuna store kuhifadhi zile picha. Utasikia sauti kila sampuli ya watu wao, ya waimbaji, utayua kiasi. Utafika wakati kama ulele kitandani, sauti ikipita tena home fulani, umeistore kwenye nini? Kwenye bongo. Na bongo zikiwa nyingi zile picha, mara nyingine huenda zikatiwa store za ndani, ndipo pale uyapo saa nyingine kama mtu hufuta wewe kama nakukumbuka, avute huwa huzitoa kwenye store. Sasa zile aziete paka wewe ni ule fulani tulokutana siku fulani. Sasa zile picha zinazogurishwa kupitia mato, masikio, harufu, hisia tano, huenda zikawekwa kwenye store. Pale mahala panapowekwa store hii katika bongo paitwa al-quwwatul mutakhayyila au quwwatul hafidha. Mahala panapohifadhi zile picha zako, pana kazi yake hapa. Sitaki kuingia kwenye kuhesabu nini zote za filosofi, na mahala nataka kupafika. Kuna mahala, kuna nguvu nyingine huitwa quwwatul khayal. Mwanadamu anayo. Kuna quwwatul mutakhayyila, kuna na quwwatul khayal. Quwwatul khayal ni vipi? Mwanadamu mbali na anayoyaona, yani mbali na store ya maarifa alonayo, aloitoa nde kuileta ndani kama kupiga fotokopi, ye mwenyewe una tabia ya kubuni picha, kujisaidia na picha alizozipata, akabuni picha. Na mara nyingine picha zile anazozibuni henda zikawa ndio sawa, na nyingine henda zikawa si sawa. Mfano, mtu hayaenda Nairobi, maisha yake hayaiona Nairobi hata kwenye TV wala kwenye picha majumba yake yako vipi, lakini ajua tu Nairobi ni jiji kubwa. Ukimtaia tu Nairobi sasa yao, ataunda moja kwa moja picha majumba kwa sampuli yake anavyofahamu, ataiunda tu. Kisha siku atakapokwenda kana sikuifikiria kama ilikuwa itakuwa sampuli hili. Ni maana picha yake alobuni haikwenda sambamba na picha iliyoko ukweli. Ile ni khayali inaofanya kazi ile. Mtu, watu waweza kusikia mtu fulani, pengine ukaja ukaunda picha, ukiwa siku ukimuona ukaiona picha yako ulioiunda na yeye alivyo, wewe pengine umemtia na madevu mpaka huku, pengine vile umesikia ni sauti kubwa, pengine ni zinga la jamaa. Ukiwa ukimuona ukamwona isiye kama vile namna ndivyofikiria huyu. Mathalan, katika ulamai wa Najaf al-Ashraf ambao thaura ya ijtihadi iliyoko sasa wanaoiita asru dhahabi. Kuna kipindi ile ya Iraqi kwa upande wa university za Kishia ilikuja ikaitwa nizama za dhahabu. Kipindi cha takriban miaka 200 kuliundwa wanazuoni wa ajabu kipindi hiki Iraqi. Mwanzilishi wa thaura hii ni mwanachuoni mmoja akiitwa Sheikhul Ansari, ndo aitwa mfunguzi wa asru dhahabi. Mimi personally katika kusoma saa zote ukila utaona rai qala Sheikhul Ansari, nadharia zake paka yeo ndio za jenga za buni mikakati ya istinbat. Mimi katika tasawurati yangu kifikiri kwamba Sheikhul Ansari ulimwengu wote wa Kishia yeo atangaa. Kuna siku kapata kitabu chake, katika kile kitabu chake kuna bwana ameandika utangulizi, amemweleza tarikhi yake mpaka amekuja kumweleza kimo chake, sura zake zilikuwa hiye. Sasa kimtasawar, manake kwa lugha yetu mimi humuhudhurisha kukumbuka wakati wa kuteza mpira bacho bosi, sisi tukimwangua bosi vile, yani alikuwa mtu mwembamba, mfupi, hana mwili, kwa kiasi asema majoho yote yalikuwa yakizanywa madukani Najaf al-Ashraf alikuwa hapati saizi yake. Lakini mabadiliko aliyoyaeta katika hauza, subhanallah, Sheikh al-Ansari. Sasa hii ni kuonesha tu khayali yaweza kuunda tu. Hapa penye khayali ndipo mahala anapoteza napo shetani.
akiteza napo hubadilika pakaitwa quwwatul waham. Hapa pahala uundazo picha ambazo hakuna nde, shetani huya akangia akakusaidia kuunda hizo picha ukaziamini ziko, na sura utakao kuambiwa hakuna, haiwezekani. Hakuna, ziko tu. Mmefura dugudugu hapa, nimefura tu. Wewe watu wote uko na uko sawa sawa, lakini wewe una imani umepigwa, umefura dugudugu na dugudugu unalo. Shetani ameingia, amemeza fikra, umeziamini, umezitumia. Hivi ndivyo ilivyo. Na hii ndio maana ya min sharri alwaswasil khannas alladhi yuwaswisu fi suduri nnas. Kwa nini Mwenyezi Mungu akunena fi uquli nnas? Akili hapiti shetani, sababu akili mwambia no, ni hivi. Sharti uipe livu akili, kisha uipe khayali ifanye kazi, utakwenda kwa mambo hayo. Lakini sharti akili mwanzo umeipa. Sasa angalia Mwenyezi Mungu akwambia wa min sharri alwaswasil khannas alladhi yuwaswisu fi suduri nnas, katika nyoyo. Yani yuwatumia feelings zako, hatumii akili yako akuundia hizi fikra. Sheikh Hussein Mudahiri anena dhana mbovu chanzo chake nini? Anena yansha'u min alwasawisi dhihniya. Dhana mbovu chanzo chake ni hizi waswasi za kifikri. Waswasi ni yani fikra za kubuni ndani ya akili zisokuwa na msingi. Wayatasallatu shaitanu, na shaitani huwa akapenyeza hapo akatawali. Fayajaluhu shaitanan insiya, akakubadilisha wewe utakaokubali waswasi ule ukabadilika ukawa ni jini kiumbe, jini mwanadamu. Sasa na shetani una milango miwili hupita ya waswasi. Kuna waswasa fikria, kuna na waswasa amalia. Waswasa fikria ndio ile ilikuwa naizungumza ya kukubunia fikra sio kuwa na ukweli. Waswasa amalia hii mara nyingi utawapata kwa watu wa dini, watu washishio dini. Shetani huwa hawapati kuwapita kwa njia nyingine, huwapita kwa ile dini yao, kwa sababu shetani humwilia mtu kwa kila mtu kwa namna aliyo. Baba humwendea kwa baba, msikitini humwendea kwa msikitini. Ndio ile wa la'atiyannahum an aymanihim wa an shamailihim, una mbele yao na nyuma yao, zile mbinu. Ndio pale utamwona mtu kedizie sandima hutawava choni, ule ni waswasi. Kila kimaliza kutawava huundriwa kuwa tu khayali umepiga shuzi, akaamini limetoka shuzi, na hakuna shuzi lilotoka. Shuzi liko kwenye nini yake? Kwenye quwwatul khayali. Karudi katawadha, akiingia kusali mara utamuona subhanallah mevunda sala katikati, ukimbia mtoto unani hamepiga shuzi, subhanallah. Sasa angalia anapokuja kidini, na yeye afanye kwa itikadi ya kidini na humcha Mwenyezi Mungu na ni takwa, kwa sababu yeye ana hamu ataka aiswali swala. Ahadil ulama katika kisa alitolewa na baadhi ya walimu zangu Najaf, yasemekana ilikuwa ana kioo special amekiweka nyumbani. Jamaa paka kastaajabu, kioo kikubwa yao kama kile cha wale wafanyao mazoezi. Sioni wale kuna zile klabu za mazoezi upendo kwa kioo ukawa huiona wewe nzima. Huyo mwanachuoni alikuwa ameweka. Akimaliza kutawadha, kwa maana naeleza hizi vitu mara nyingi katika fiqh ya Kishia. Mifano hii inaweza kuwa kwa upande wa masuni wajue namna kuiokota hii mifano. Sisi hatuoshi maguu, kupupusa wakati wa kutawadha kinyume na masuni. Sasa kuna mada imetupwa katika fiqhi, utahadhari. Basi baina ya kuosha na kupupusa ni nini tofauti? Ni mitilizi ya maji. Kwa hivyo lau waweka waandika mkono kupupusa, lakini mkono bado washuka mai kwa kiasi yakahotirizika, yaweza kuwa si kupupusa kule kuosha. Sasa mara moja hukutia wasiwasi hapa ukiwa ni mtu wa wasiwasi. Sasa maneno huko na chuoni alikuwa akimaliza kutawadha
alikiosha uso, akaosha mikono. Sasa imeadia kupupusa, alikipiga kwenye kile kiona na ile. Akapiga kisha ataka kuona tatuko za mai, maana kwa nini sipige mahala open, hatoziona zimekwenda wapi, shati zikusanyike pale kwenye kioo. Akipiga na nini mpaka kiangalia mkono wake, sasa ngupupusa, kisha kipupusa, hata la yasduqa al-ghaslu yasduqa al-mashu kwa lugha za kifiqh. Huu ni waswasi, sampuli za shetani kuingia. Kwa hivyo kuna waswasi wa kifikra wa kukuundia dhana mbovu, kuna na waswasi wa kiamali wa kukuingia katika milango ya kidini. Abdullah bin Sinan katika wanafunzi wa al-Imam Sadiq alayhi salam, katika wanazuoni wakubwa. Alikuwa kumbea Imam Sadiq, akawamwambia Imam Sadiq kwamba kuna bwana mmoja mubtalam bilwudhu, Mungu amemuonda kwa kutawadha, hutawadha tu wasalati na kuswali. Wewe kila ukimuona yeye hutawadha na nini na kuswali, sikini una wasiwasi. Huyu Abdullah bin Sinani azungumza mtu tena kana wa huwa rajulun aqil, tena mtu ana akili sana. Imam Sadiq likamshangaza hili neno, akamzungukia Abdullah bin Sinan akamwambia wa ayu aqlin lahu, hebu nionyeshe hiyo akili alionayo ni ipi, kwa swali sana utawadha sana. Akamwambia wa ayu aqlin lahu wa huwa yuti'u ash-shaytan, ana akili gani katika kipindi ambacho yeye umfuate shetani, hafuata sharia wewe? Kisha akamwambia is'aluhu, nenda ukamuulize, hadha alladhi yatihi ahuwa min Allah au min ash-shaytan. Hizi fikra zinamuilia hizi, hala aketi yeye azianalyze, azione zitoka kwa Mungu zitoka kwa shetani, atapata zitoka kwa shetani. Huu ni waswasi. Waswasi una athari ukiupa nafasi. Nataka kuja kwenye ndoa na waswasi, sitaki kuingia kwenye waswasi kwenye fiqh wa kutawadha wala kuswali. Nimepiga tu ni mifano. Katika athari za huu wasiwasi wa kifikra wa kubuni fikra zisokuwa na msingi, kwanza wataalamu wa kinafsi wa Kiislamu wanena ni nafyu salbiyat, humfanya mtu mwenye maradhi haya asione mazuri, asione mazuri au ni maovu tu. Jambo lolote likimkabili yeye hajui kuangalia uzuri wake, yeye ajua kuangalia nini? Uovu wake basi. Yani yeye anaweza kuwa na mke masha Allah, mwanamke pengine Mungu amempa sura mzuri nini, pengine kwamba binadamu yoyote hakuna mtu akosao, ila akawa ule mwanamke ana ila moja tu, pengine hayui kupika chakula uzuri mathalan. Yani waume wenye maradhi haya humtosha yeye kuifanya ndoa yake imefeli kwa kuliona kosa lile, sababu yeye ataka kitu perfect. Anshabuni fikra yeye, ataka kila kitu kiwe nini, na hakuna ulimwenguni alkamali, hakuna ulimwenguni iliyoko ni mtangamaniko wa ijabiyati na salbiyati. Sasa wewe ujue zipi utazipa kipawa mbele katika ndoa. Mwanamke huyu ana upungufu hunu, lakini ana ukamilifu hunu. Katika huu ukamilifu alionao na upungufu alionao, zipi ni muhimu katika kubuni ndoa na kubuni familia? Kupika ama dini? Kupika ama akhlaq? Kupika ama mlezi wa watoto? Ipi utaipa kipawa mbele? Hii ni katika athari za waswasi. Katika athari za waswasi hukukosesha fikra ya kushukuru, kutambua neema, kwa sababu wewe huoni isipokuwa maovu. Kwa hivyo ikiwa huoni isipokuwa maovu kwa maradhi ya waswasi, huoni la kushukuriwa.
Ndio Mwenyezi Mungu anapotuambia katika Qur'ani, qutilal insanu ma akfara, amelaaniwa mwanadamu, ni tabia kubwa alonayo ya kukanusha neema. Sheikh Hussein Mudhairi apiga hesabu kwamba keti na mke wewe mpe siku moja tetea ukose, utasikia nyaka zote tumeishi kitambara cha kando kwa nuli, nyaka zote tumeishi cha chungu alikuwa hatimizi bana, mpaka ndio mwenyewe ntimize chungu. Miaka yote tumeishi, utasikia umehesabiwa faili leo, utaona mume ule miaka 10 ameishi naye hana wema mmoja alomfanyia, mpaka utajiuliza aliwezaje kuketi naye miaka yote hiyo 10? Na mwanamume pia kwa upande mwingine ataketi na mke, siku mwanamke amemkosea kwa nini aande kwamba mwanamke ule naye kukize naye tu mimi, lakini hako kwenye vipimo kabisa za wanawake, hafali lolote hanini ketu kashifu. Hili ni katika athari za nini, za ile waswasi ambao waunda fikra na ukaita matatizo katika nyumba. Katika athari za waswasi ni adhajar. Adhajar ni mtu kujitukia na kutukia maisha. Tukifika kipindi akajitukia mwenyewe, kipindi kibaya sana imefika. Sasa ule waswasi huja kutoka mbuni ya fikra, na akawa zile fikra atakakushare na wenzake, lakini wenzake wana akili, hawendi na khayali, akakosa kupata mawasiliano, mwisho mpaka akaamua kuketi pweke. Kila akitaka kuingiana na watu kuzungumza, jamaa wameona mazungumzo yake huyu hayamu, hawapeka watu kwenye zile fikra zake, na watu wataka kumtoa kwenye fikra zake kumweta kwenye ulimwengu wa kihakika uko hivi. Sasa huja kukipishana huja akaiona kila mtu amemtukia yeye, akenda mwisho akaona mpaka yeye mwenyewe amejitukia, mpaka ametukia kuishi, mpaka kabadilika. Ule Waswahili wakamwangua ule ni thaqili. Sisi hutumia lugha hii, bwana fulani thaqili, akia barazani yeye sharti mazungumzo yawe yake, kifanya yangu sharti azipeke sampuli ile yake, haiwezi kwenda sampuli nyingine. Hii ndio vaja, na hii humkosesha mtu nishati, uchangamfu, na mwisho huenda mpaka mwanamke ikiwa mwanamume mwenye tatizo hili, au mwanamume ikiwa mwanamke mwenye tatizo hili, wakachokana. Ila sababu yote kwenye nyumba, lakini mwanamume akawa hawezi kuketi na mkewe kuzungumza kwa sababu hakuna muoano wa kifikra, uko kwenye khayali tu, uzungumza wasiwasi tu, nyumba huwa iko hatarini. Katika athari za waswasi, dhana mbovu. Hapa ndipo mahala nitakapokufika kwenye ndoa. Kuipa nafasi khayali yako shetani ateze nayo, utakwenda kutia katika dhana mbovu kwa mkeo, ama mwanamke atakwenda kuingia kwenye dhana mbovu kwa mume. Katika kitabu cha Akhlaqiyatul Alaqati Zawjiyya, nataka kuwasomea kiswa waqi'i cha kweli, si cha khurafa, akinukuu Sheikh Hussein Mudhahiri. Anena kuna mwanamume alikifanya kazi kwenye kampuni za serikali ama za kibinafsi. Katika ile kazi kulikuwa kuna zile saa za ziada, nyumbani kukawa kuna tatizo la pesa. Kama Ramadhani imeingia, matumizi yatakikana ya zaidi, sio yale ya kawaida. Ule bwana akawa hutambalia ataka zile saa za ziada azipate ili apate pesa, hakuna matatizo nyumbani atakayokuyatatua. Siku alipoipata ile nafasi, ikawa hakupata nafasi kumjulisha mkewe kwamba mimi tachelewa kurudi, na ameipata nafasi ghafla na yeye azitafuta zile pesa kwa ajili ya mkewe. Akaketi kazini, yeye alikuwa mafrudha atoke saa 10:30 mpaka saa 2 ya usiku mpaka saa 3. Kazini akanunuliwa chakula cha usiku, fakhri ya chakula, kwa sababu ni katika barnamiji ya ile kampuni, baada ya kuwa na saa za ziada hukulipa na hukupa chakula.
Kilipokuja chakula akakataa kukila kwa sababu ya kutunga hisia za mke wake, ili atakwenda kula ule mkate wa bofulo kwa lugha zetu na chai, lakini atakula na mkewe. Hatakula chakula kizuri pale ofisini bila ya kula na mkewe. Mwanamume akafanya kazi na ndaa mpaka saa 3. Tumwate huyo mwanamke nyumbani hutokota. Sharil waswasil khannas ameingia. Hunda fikra amewankiwa pili uko yao. Hunda tu, yani ameipa nafasi khayali, sasa huteza. Sasa shetani ameingia ndani, huteza korosho. Amempangia mwanamume ametoka kazini saa 3, amechoka. Uyao kwa furaha nyumbani, utukuzie pesa ambazo azitarajia zitakuwa kutatua matatizo, na aja kutapilia chakula kula na mkewe, ndaa hayati ya riziki. Akigonga mlango, mwanamke amlake amwambia, rudi utokapo, nenda kwa hoyo ulokuwa naye akumalizie usiku. Sheikh Hussein Mudhahiri anena ule mwanamume alinyama kinya, akamwangalia akamwambia, inshallah nitafanya. Akazunguka, akaenda akakodisha hoteli, akalala usiku mpaka asubuhi. Kitipike alipoamka asubuhi, akazengia mke, akaoa, akaketi kwa ule mke mpya siku 7, hayarudi nyumbani. Siku ngapi? 7. Kwenda zake kazini, akaenda kwa ule mke wa pili. Baada ya siku 7, huyu sasa ameanza na babaiko sasa. Huyu wa huko nikamwambia, rudi utokako, lakini rudi ile ni ile nikwambia mimi. Mwanamke kikwambia ni hata si ya kuata kikweli, ni oa, yani maana ni hata. Tumefahamiana sio? Sasa ule bwana akirudi, amwambia utoka wapi? Akamwambia, natoka pale uliponiamrisha nende, nimekwenda kufanya. Na sasa siku moja yako, moja yake, ikiwa waitaka, na ikiwa hii huitaki pia, 2 zote tampa yeye. Sasa Sheikh Hussein Mudhahiri akiweka kiswa hiki kwenye kitabu, sema yeye ni kiswa Ayatullah Sheikh Hussein Mudhahiri, yani kesi ameihukumu. Awaeleza wanawake, usiipe nafasi suudhani kukuundia fikra ambazo zitakwenda kusababisha kutekelezwa sasa uhakika yale unayoyafikiria katika kipindi ambacho kwamba hayatekelezwi. Hili nini? Ni suudhan. Ndio yana nikanena ile, kuna watu keti akawabadalia kufanya kazi na mtu kwa ndani akauketio humlinda ngere. Kuna maisha ukitoka umefuata kwa nyuma utaka kujua enda wapi, ni maana min albidaya hiyo ndoa imefeli. Hiyo min albidaya imefeli. Ndoa ile faulu ni ndoa ambao waweza kumuona mwanamke husimame na mwanamume huzungumza, ukawa na itminan kwamba mke wangu hawezi kufanya kitu kama hiki. Hiyo ndio ndoa ile faulu. Lakini si ndoa ile faulu kwamba mkeo akipepesa ndio umeshafanya wasiwasi, sasa imepigiwa ukope nani. La, hakuna shaka. Iko wapi ile zawadi? Na hii mara nyingine nawaambia ni suudhan na wivu, na yale sababu nilonena. Mume ameumwa, pengine amewahi kupita katika experience, akaoa mke akakhini, akamkhini ule mwanamke. Sasa yeye uona kila ungongo mtambao ni nyoka. Na zitu namna hili ni hatari kumaliza ndoa. Taifunga hii topic, nitajaza kwa kitu kingine ambacho nilikuwa nataka leo mimi nizungumze kadhia ya wake wengi, lakini nitaka kuiweka siku yake pekee kesho insha Allah taala. Fankihu ma taba lakum minan nisaa, sitaki niande nikate. Kwa hivyo leo hata nitafute sababu nyingine moja. Katika sababu za hatari zinaoimaliza nyumba ya ndoa ni maradhi yanayoitwa maradhi ya umimi, al-ananiya, umimi. Ikiwa mume ataingia kwenye ndoa mimi na mke ataingia kwenye ndoa mimi, basi tarajia makadhi watapata kazi.
Kesi majirani watachoka kuzisikia, kwa sababu kila mmoja ataka kunenepesha umimi wake, na ameingia kwenye ndoa kama business. Siku zote yeye ataka kujua ndoa ile nini faida yake basi. Lakini ikiwa tutaingia kwenye ndoa kwa athara ile tulonena, wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, wamtanguliza mwenzako kabla ya wewe, wajali maslaha ya mke wako kabla ya maslaha yako, na mwanamke ajali maslaha ya mumewe kabla ya maslaha yake, hakutokuwa na matatizo. Umimi. Wakati tunapozungumza ndoa, nataka kuwanukulia maneno ya Ayatullah Sayyid Muhammad Hussein Fadhlullah kuhusu umimi. Anena wakati tunapozungumza ndoa nyingi, si ndoa hizi ziliopo, yeye anavyoifahamu ndoa mpaka kustahiki kuambiwa wale wameoana. Asema wakati tunapozungumza ndoa, natahaddathu an hayatin zawjiyatin ma'qulatin wa mutawazina. Tunataka kuzungumza maisha ya ndoa yanaongea akilini, yanao balance. Sisi tuzungumza an zawjain tabi'iyain, wanadamu, la zawjain mutanafirain shadhain. Hatuzungumzi watu wamezotoka kwenye zipimo za kibinadamu, hata kama wameoana sisi hatuzingatii ndoa. Said Muhammad Said Fadhlullah raya kanena, mimi mpaka kuiita ndoa nazingatia ndoa ambao huku mume mwanadamu na huku ni mke mwanadamu, kwa maana ya neno mwanadamu linalokusanya hisia zote za kibinadamu. Kwa hivyo sizungumzi na watu ambao kwamba ni shani, wamezotoka kwenye ubinadamu, wameoana, kumetezwa harusi, pia tutakaita ni ndoa. Haijawa ndoa. Haya ndio maneno anayozungumza nani? Said Muhammad Hussein Fadhlullah. Kwa nini? Anena natahaddathu an zawjain, sisi tunazungumza mume na mke, yahtazinani, wamezokunwa, wameshiba khazina. Wajua khazina ndio inawekwa benki au ile pipa la kukusanya mai yule sakafu. Yahtazinani, wamekunwa, wameshiba. Almaana alinsani, maana ya binadamu. Mume ameshiba maana ya binadamu na mke ameshiba. Hatuzungumzi an zawjaini yahtazina maana al-ananiya, kila mtu ameshiba yeye. Hatuzungumzi hiyo, si ndoa. Kwa sababu mume akibaki yeye na mke akibaki yeye, hakuna ndoa. Nifahamuni vizuri, sizungumzi kifikihi mimi hapa, sizungumzi ndoa imebatilika. Hakuna ndoa. Kwa maana ni nini? Zauju ni zitu ziwili zilizotangamana kikawa zingapi? Lakini mume akibaki yeye na mke akibaki yeye na kila mtu angalia mimi, hakuna ndoa. Kwa hivyo yeye kila mtu anarudi kwao. Ndio maana anaozungumza ikiwa yahtazinani al-ananiya, hakuna ndoa. Innana, Said Muhammad Said Fadhlullah aendelea kunena, sisi natahaddathu an zawjaini, tuzungumza mume na mke, tamtaziju, shablend ile mix juice. Kwa kwambia nataka mix, yani weka avocado, nini, banana, sijui papayu, passion, chungwa zote weka, kisha ziblend, kisha ndo nitolee chungwa lipi, utaipata tena? Ndo anaoizungumza Said Muhammad Hussein Fadhlullah. Anena nahnu natahaddathu an zawjaini tamtaziju hayatu kulli minhuma bihayati al-akhar, ina mix maisha ya moyo wao kwa mengine, yakapiga kablendio yakawa mmoja. Kwa uwezi kutofautisha haya maisha ya mume au haya maisha ya mwanamke. Ukiyaona wewe yaona maisha yao wote wawili. Hii ndio tunaoizungumza. Wala natahaddath, mimi si ndoa kwangu, wala sioni ni ndoa ikiwa anfardaini, tuzungumza ndoa ya watu wawili, yash'uru kullu minhuma bidhatihi, kila mmoja yuajifikiria mimi. Hiyo si ndoa. Kila mmoja ataka kujua rabi nafsi. Hii ndio maana naozungumza mimi ya kukosekana umimi katika ndoa.
Na matatizo mingi leo yaliyoko katika ndoa yasababishwa na tabia ya umimi, yadhihiri tu kwa madhahari tofauti. Utanambiaje wewe mwanamke ametoka kwenye nyumba kwa hasira, amekimbia eti kwa sababu mume hakumnunulia kitambara, ikiwa hakuna umimi kwenye hiyo ndoa? Utanambiaje wewe mwanamume ametoka kwenye nyumba, amemgura mkewe, amkora kutafuta mke mwingine, eti mke wake unavuma siku ile hakuweza kumstarehesha, ikiwa si umimi unaosukuma ndoa hiyo? Utazungumza vipi mwanamume amezotoka kwenye nyumba, eti siku moja mke wake kwa dhurufi fulani amechelewa kumwekea chakula sawa sawa, ikiwa mwanamume huyo hafikiri umimi na hafikiri tumbo lake peke yake? Kwa hivyo ukiyatamani yale matatizo yote yangaitiwa hasira na mtu kutaka kuonesha ujabari, mimi sasa nakimwata kwa hili itakuwa kila siku hanipikii. La, wewe wakusukumwa na umimi, umeuvisha kandu yataka kuyakawamuna ala nisa. Umimi wakuvisha miwani, usione udhaifu wa mwenzako, utaondosha rahma hapo. Ikiwa umeona yeye ni mgonjwa, wewe umeona yeye amezidiwa, umeona yeye ako katika dhurufi fulani, yataka kuwe na rahma, lakini wewe wataka kuyapeka kwa mawada tu, wataka kushibisha tu mahaba yako, hutaki kuhurumia upande wa pili, hutaki kutoa. Kwa sababu ya nini? Ya umimi. Bali Said Muhammad Hussein Fadlahi apiga hatua zaidi ya hapo, anena kukosekana umimi kwa mwanamume na kukosekana umimi kwa mwanamke ni kufika wakati akiona kuna nafasi ya dauri aweza kuliteza limepungua, avue shakhsia yake, avae shakhsia nyingine, huwa atakikana afanye, na hiyo si umimi. Maneno magumu sana, tawasherehea sasa. Nafikiri mwesoma nyote kwamba hadithi zatuambia ukiwa na kijana kuwa kijana. Nimesikia hadithi hizo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sabiyun falyatasaba, atakaye kuzaa awe kijana. Ukienda nyumbani usiende kusiwenze, umeamua kupiga ondo, kufanya punda kupande piga ondo. Na ndio Mtume alivyokuwa akifanya msikitini. Mtume alikipandwa msikitini na Imam Hassan na Imam Hussein, kia kimwambia babu, sisi tutaka kupanda punda au utakupanda farasi, au mantiki yao kwa farasi. Mtume alikipiga maondo akupanda ile farasi. Paka kuna siku huko kwenye swala ametoka mbio ule choma uyao, na yule msaliwa nini, akiamwona Mtume msujudi, aona ile design ya farasi, akia Imam Hassan imeparaga, maswahaba nyuma huona sijda imekuwa ndefu, kutainukiwa sasa, kutainukiwa sasa, kutainukiwa sasa, kutainukiwa sasa. Mtume hainuki paka watu katiania kuvunda swala, wengine pengine amepatikana na yambo. Kulipomalizika kuswali watu wakamuuliza, ya Rasulullah, mbona umerefusha? Kanena, kipendi changu alikuweko yule maungo yangu, nikarefusha sijida, sikutaka kumuudhi mpaka ashuke. Muhammad wa ali Muhammad. Allah. Angalia, Mtume asema kipendi changu, na mswali yao pia ni kipendi chake, Mungu wake. Haya, hebu niambie wewe uko kwenye swala, kofi litakalokutoka ni kofi gani hapa? Na huja utakao kuitoa, toka hapa mimi unioni uswali. Shekhe, uswali na Mungu amekwambia wewe uswali, usimhurumie ukijana. Sasa man kana lahu sabiyun falyatasaba, ukiwa huku ndani ayatullah, ukiwa huku ndani mheshimiwa, ikiwa huku ndani bwana, ukiingia mbele jana zako, vua personality yako iwate huko, vaa inaokuwa size na ule kijana, ondosha umimi, mpe kijana anachohitaji. Kama nkuvutana, kama nkupigana boksi, kama nkushindana nataka kuangusha mbele nani, kama nkutezwa buloni, kama lazima uwape nafasi hiyo jana zako. Na mke pia ikihitaji uvue personality yako ya nde ya kutisha, uvae personality itakao kumrithisha ule. Sasa nende maneno mingi, hizi ni fani jamani. Ikiwa mko kufanyana kwa kuta, ikiwa siku ile mtafukuzana usiku, ikiwa mtateza koi nyumbani, ipe nyumba hayawia, ipe nyumba nini
hayawia ndio mimi ni ustadhi au ndio ustadhi wote ndio shida. Naam, niwape mfano. Sisi hatuambii kwamba bwana mtume ameshindana mbio na Aisha, mbali na kuwa watu wakubaliana ni sahihi si sahihi, lakini hadithi ziko katika kitabu na zatumiwa kwamba siku moja kumeshindana 100 mita. Kaka kuangalia na Aisha kwamba wewe umekwisha umezeka, kwa sababu mtume amemwona na Aisha akiwa ni mtu mzima, si katika wake wa kwanza. Tunakimwona na Aisha ashapita miaka 45 kinapokaa nini, amemwona ni binti ya miaka 10 na kitu. Sasa mpaka ukimwambia wewe ukisha lako wewe mzee wapi tena, mimi bado chukali sawa hapa. Na hizi ndugu huzungumzwa baina mume na mke. Tukamwambia Allah uniwezi wewe, akamwambia wewe uniwezi, akamwambia hatungia ndio limita tuangalia. Hii nini? Ni kuvua shakhsia yako, ukavaa shakhsia inaofanana na pale nyumbani. Kuna watu wataka kuendesha nyumba kama walivyo hukunde. Hukunde kwa yeye utateki. Usiteke pengine yeye katika dhurufi zako wataka kutisha, wataka yao, huteki. Salamu rahmatullah. Na umeinamisha uso ni ukiingia nyumbani shekhe wao yavue yaweke kando. Ya nyumbani hali nyingine, lakini hapa ni nini? Ni wakati ukisahau umimi, ukijua mwanzangu ahitaji nini, umpe kile anachokihitaji. Kwa hivyo mume kuna wakati atavua shakhsia yake ya mume awe kijana. Kuna wakati atavua shakhsia yake ya mume awe baba kwa mkewe, si kwa wanawe. Utakuja kumkuta mkeo siku nyingine uko katika hali ahitaji hisia kama za baba, pale waakti kama baba, wamkumbatia, wampa hisia za ulinzi kwamba mimi niko kama babako. Kuna wakati ana hisia za unyonge, ataka kupumbazwa, waenda kama mwendani wake. Kuna wakati wamfanya mzee, wamteza shere, waenda kama kijana chake. Zote hizi ni katika fani za kuifanisha nyumba. Na mwanamke pia ajue wakati gani atateza na hizi shakhsia akizivaa, kama anavyokubadilishia mishono na rangi na hina na michoro, ajue na namna ya kuzivaa hizi shakhsia. Amekuja kukupata wewe umepambana na dhiki nde, umeemewa, akuja akufinika ubawa, akti kama mama, wahisi kwamba wewe umefinikwa na kite cha nani? Cha mama. Wakati akuona wewe wataka kupumbazwa kama mwendani wako, mke wako, akupa hisia kama mwendani wako za mkeo. Kuna wakati akuteza shere, akufanya wewe ni mtu mzima, yeye kijana amezaliwa yeo, akti kama kijana. Hii ni tanawu fi shakhsiyat. Haya maneno si mimi ninayo, ni Said Muhammad Hussein Fadhlullah ayazungumza kwa urefu hapa. Unaweza kuwasomea baadhi ya ibara. Anena inna alaiha, ni wajibu kwa mwanamke katika kuondosha umimi, antashura bil haja ila an takuna umman li zawjiha. Ikihitajika awe mama kwa mamake awe mama, ikihitajika awe kijana awe binti kwa mumewe awe binti, ikihitajika siku ataka kutokea mumewe amuone kama binti wa miaka 15, amtokee kama binti wa miaka 15 kwa urembo wake, kwa haiba yake. Kuna na siku akimtokea kwa hisia laini na kite kama mama. Wakati umenimalizikia bila kuuona, na nimeongeza dakika 5 zaidi. Nitakoma hapa, sina budi insha Allah taala. Kesho nafikiri imeeleweka fikra ya umimi, siwezi kuzipanua sana. Tutazungumza kesho masala ya taadudu zawjati. Kesho tarehe 26, tumebakisha siku 3, tarehe 28 tumaliza darsa. Inshallah Mungu atatuwafikia yale machache, sineni tumeweza kuipa ndoa haki yake. Niliyoyawata ni mengi kulingana na zitabu nilizorudia, mada tofauti mbalimbali ni nyingi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatakabalia somo zetu, atatakabalia zisomo zetu na swala zetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.